Leo nimekusudia kuzungumza nanyi kwa niaba ya chama nachokiongoza, chama cha Chadema, kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu nchi yetu. Nitatumia nafasi hii vile vile kwa kirefu kidogo kutafakari uchaguzi mkuu uliopita na mambo mbali na kadha wa kadha yaliyojiri kwenye uchaguzi ule. Lakini kabla sijaendelea, naomba nichukue nafasi hii kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya chama kutoa pole nyingi sana kwa familia nzima ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na salamu hizi nikikusudia zimfikie mama yetu Maria, watoto, wajukuu na ukoo wote wa Mwalimu kwa msiba mkubwa wa ndugu yetu, dada yetu Mheshimiwa Rose Nyerere uliotokea Dar es Salaam. Kwa kweli ni msiba mkubwa. Rose ni rafiki yangu na mfahamu kwa miaka mingi. Tumehudumu naye bungeni kwa kipindi cha miaka 5 huko nyuma. Lakini Mwenyezi Mungu amempenda na ametangulia mbele ya haki. Tunaiombea familia uvumilivu mkubwa wa kukabiliana na pengo hili atakaloliacha Rose, na Mwenyezi Mungu awape subira kukabiliana na maumivu yote yanayoambatana na msiba huo. Wakati huo, ndugu zangu wa Tanzania, natambua na sisi tunatambua kwamba jana treni ya abiria iliyokuwa inatoka Dar es Salaam kwenda Kigoma imepata ajali katika maeneo ya mkoa wa Dodoma. Tuna taarifa zote kwamba kuna wako wenzetu ambao wametangulia mbele ya haki kutokana na ajali hiyo, na wako kadhaa ambao vile vile wamepata majeraha mbalimbali kutokana na ajali hiyo. Tunaombea wale ambao wamefikwa na umauti, Mungu awalaze mahali pema peponi, na wale ambao wamepata maumivu kadha wa kadha vile vile awape uponyaji wa haraka ili hatimaye waweze kurejea katika majukumu yao ya kulijenga taifa. Tunaziomba na tunazitaka mamlaka za kitaifa zinazohusika zijaribu kwa kila linalowezekana kuwasaidia Watanzania wenzetu hawa, na vile vile serikali na vyombo vyake iangalie hizi ajali za mara kwa mara zinazopoteza maisha ya ndugu zetu, kama haziwezekani kufanywa mkakati wa kuzimaliza kama sio kuzipunguza. Baada ya hapo, ndugu zangu wa Tanzania, nazungumza nanyi leo ikiwa ni takribani miezi 2 imepita tangu nchi yetu kushuhudia ubakwaji mkubwa wa demokrasia kupitia kilichoitwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2020. Aidha, ikiwa ni siku 3 zimepita baada ya kuuaga mwaka 2020 na kukaribisha mwaka mpya wa 2021. Ndugu zangu wa Tanzania, ni mwaka mzima umepita tangu taifa liliposhuhudia tena uporaji wa haki ya wananchi, kuchagua viongozi wanaowapenda na kuwakubali kwenye kituko kingine kilichoitwa uchaguzi wa serikali za vijiji na mitaa wa mwaka 2011. Kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa kwa kweli, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka na ulinzi wake katika mwaka uliokuwa wa majaribu, tena majaribu mengi kwangu mimi binafsi, kwa familia yangu na bila kuisahau familia nzima ya Chadema. Ni kwa mamlaka na uweza wake kwamba pamoja na nguvu kubwa na hila za watesi wetu, bado wanaendelea kusikia sauti zetu. Naendelea kumwomba uwepo wake na mamlaka yake yasitupungukie, na atupe busara, uvumilivu na subira katika kuitenda na kuifikisha kwenye ukamilifu kazi yake. Ndugu zangu, kwa niaba ya chama na washukuru sana Watanzania wote mkiongozwa na viongozi mbalimbali wa kiroho na watoa huduma mbalimbali mliokuwa na ujasiri wa kusimama upande wa haki wakati wote kabla na baada ya uchaguzi. Hakika wengi mlikesha na kuomba na hata kutunga mkono kwa hali na mali kipindi chote cha uchaguzi. Wengi mmeumizwa na wengine bado mnaumizwa na wengine mtaendelea kuumizwa, na wasihi wote kwa pamoja msiogope.
Ndugu zangu, chama chetu kwa upekee kabisa kinawashukuru wagombea wetu mbalimbali wakiongozwa na Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye alikuwa mgombea wetu wa urais na mgombea mwenza wake Mheshimiwa Salum Mwalimu. Walioongoza vyema wagombea wetu wa ubunge na udiwani, tena kwenye mazingira magumu na hatarishi. Viongozi wetu wa chama wa ngazi zote, mawakala, wanachama na mawapenzi, asanteni sana kwa kuthibitisha tena kwamba Chadema ni imani na mpango wa Mungu. Naye nawasihi msiogope. Miongoni mwetu wako walioathirika zaidi, wako ambao damu zao zilimwagika na kupoteza maisha kutokana na ukatili wa waliostahili kuulinda uhai wao. Wako walioshtakiwa kwa uonevu usio kifani na wengine bado wanataabika magerezani. Wako waliojeruhiwa kimwili na hata kisaikolojia. Hawa wote watabaki kwenye kumbukumbu zetu kama mashujaa waliobeba gharama kubwa katika kupigania kesho yetu iliyo bora zaidi. Chama kinaendelea kufuatilizia kwa karibu wahanga wote walioathirika na kitashirikiana na familia na wanachadema wote kuwaenzi, kuwasaidia kwa kadiri itakavyowezekana. Ndugu zangu wa Tanzania, kwenye uchaguzi au tuite pengine uchafuzi huu, katiba, sheria, kanuni na hata maadili ya uchaguzi zilifinyangwa waziwazi na vyombo vya dola, kwa maana ya majeshi yetu yote na baadhi ya watendaji wa serikali. Hii ikiwa ni kutii agizo la mgombea urais na mwenyekiti wa CCM John Pombe Magufuli kuhakikisha kuwa CCM inashinda kila nafasi iliyogombewa kwa gharama yoyote. Ndugu zangu, mchakato mzima wa uchaguzi hizi mbili zimethibitisha pasipo shaka kuwa Tanzania inaongozwa na utawala wa kidikteta usiothamini wala kuheshimu katiba, sheria za nchi, hata pamoja na mikataba ya kimataifa ambayo tumeridhia. Ni chaguzi mbili zilizoacha aibu na fedheha kubwa kwa utawala wa John Pombe Magufuli, serikali yake na Chama cha Mapinduzi, si tu kwa Watanzania wanaopenda kufikiri timamu, bali hata kwa jamii ya kimataifa iliyodanganywa kwa miaka mingi kuwa Tanzania ni nchi yenye kujenga taratibu lakini kwa umakini mfumo madhubuti wa vyama vingi vya siasa na demokrasia ya kweli. Tumejifunza mengi ndugu zangu wa Tanzania katika uchaguzi hizi. Lakini pamoja na chaguzi hizi kikweli zimedhihirisha yafuatayo kuhusiana na utawala wa Magufuli na CCM dhidi ya Chadema. Tumegundua mengi, lakini ikiwa ni pamoja na haya ambayo nitayazungumza. Kwanza, CCM hawana uwezo tena wa kushinda kura katika uchaguzi ulio huru, wazi na wa haki katika maeneo mengi ya nchi yetu. Pili, rais, vyombo vya dola na CCM wanatambua hawana tena uwezo wa kiuchaguzi kukabili nguvu za Chadema nchi nzima pasipo kutumia mabavu na wizi wa kura. Tatu, Watanzania wanaelewa Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa mgombea bora wa urais aliyesheheni sifa zote za mgombea makini, mwenye hoja na ushawishi. 4, Watanzania wanaelewa wagombea wetu wa ubunge na hata wa udiwani katika majimbo na kata kadhaa waliwadhihirishia Watanzania kuwa Chadema ni chaguo lao. 5, Watanzania wengi wana kiu na ndoto ya uhuru, haki na maendeleo ya watu kuliko porojo za kwamba uchumi wetu umekuwa na sasa tuko katika uchumi wa haki wakati. Kwa Watanzania wengi,
Chadema ni imani na taswira ya tumaini la kesho bora na sio jukwaa la propaganda kama ambavyo pengine ingependa kuzoeleka. Kwa namna wanavyojipongeza, Magufuli, serikali yake na chama chao wanauelewa mdogo sana wa aibu ya kitaifa na kimataifa itokanayo na wizi huu wa uchaguzi. CCM, ndugu zangu, ni wazoefu na wana sifa ya aibu. Narudia tena, wana uzoefu na sifa ya aibu ya wizi wa kura. Lakini narudia, walioratibu au wanaoratibu na kusimamia wizi wa uchaguzi chini ya utawala wa Magufuli wamedhihirisha pasipo shaka uwezo mdogo wa kiutendaji wa serikali ya Magufuli. Magufuli, serikali na chama chake wanajipongeza na kufurahia namna walivyoweza kuudhibiti wapinzani kwa nguvu kubwa na za kikatili za vyombo vya ulinzi na usalama katika jamii uliosababishwa na vitendo hivyo kadhaa vya kinyama. Ndugu zangu, Magufuli, serikali na chama chake hawaoni vyama vya wapinzani kwa maana ya viongozi, wanachama na wapenzi kama washirika na wadau wa maendeleo, bali wanaotuona kama maadui na raia wa daraja la tatu wasiostahili haki na ushirikishwaji katika mustakabali au katika kutafuta mustakabali mwema wa nchi yetu. Ndugu zangu, Magufuli amejizungushia wasaidizi wasio na ujasiri na uwezo wa kumwambia ukweli kuhusu madhara ya maamuzi na maelekezo yake katika kunyonga demokrasia na kuporomosha rekodi ya taifa katika kusimamia utawala bora na haki za binadamu. Ndugu zangu, Magufuli, serikali na chama chake wameiweka nchi yetu mazingira magumu sana katika kujenga mahusiano bora ya kikanda na jamii ya kimataifa katika nyanja zote za kisiasa, za kiuchumi na hata za kidiplomasia, kutokana na utawala wake wa kutumia mabavu na nguvu zaidi badala ya akili na diplomasia katika kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazokabili mahusiano na nchi yetu. Magufuli, ndugu zangu, haonekani kuelewa vyema madhara binafsi kwake kwa matendo mengi ya kukiuka utawala bora anayoyafanya yeye mwenyewe na pia yanayofanywa na wasaidizi na wateule wake kwa kujua au kwa kutokujua. Ndugu zangu, tumejifunza kwamba katika daftari la kudumu la wapiga kura limevurugwa mno na limevurugwa sana kiasi cha kukosa uhalali wa kutumika tena katika chaguzi zijazo, na linastahili kuandikishwa upya kwa usimamizi uliokuwa huru, kwani sasa hivi rekodi zote la daftari la kudumu la wapiga kura hakika halireflecti idadi ya wapiga kura halali ambao tunao katika nchi yetu. Ndugu zangu, sisi kama chama cha siasa tumetafakari mambo mengi na tumeona kuna mambo ambayo tuna wajibu wa kuyasema na kuyazungumza. Hapa naomba nizungumze yale ambayo tunaamini sisi kama Chadema tunayaamini na kuyafikiri. Ndugu zangu wa Tanzania, kwenye uchaguzi mkuu Chadema tuliongozwa na kauli mbiu ya uhuru, haki na maendeleo ya watu. Falsafa hii tuliamini kabisa na bado tunaiamini leo. Ndio msingi mkuu wa fikra zetu katika kuifikia Tanzania tuitakayo. Tulishiriki uchaguzi huu tukijua ugumu wa upatikanaji wa haki kutokana na mazingira hatarishi yaliyojengwa na utawala wa miaka 5 ya John Magufuli. Ili tulazimu kushiriki uchaguzi huu kudhihirishia umma wa Tanzania
ukatili na udhaifu wa CCM katika kulinda uhuru, haki na maendeleo yao. Tulitaka kudhihirishia Watanzania wote kuwa chama chao cha Chadema, pamoja na kushughulikiwa sana, bado kiko imara na tayari kuongoza ukombozi wa pili wa taifa letu. Mazingira haya hatarishi ni pamoja na haya yafuatayo, ndugu yangu. Kwanza, Tume ya Uchaguzi na serikali ziliweka mifumo ya upendeleo kwa CCM tangu zoezi la uandikishaji wapiga kura na hata utungaji wa kanuni za uchaguzi. Vyama vya upinzani ikiwemo sisi Chadema na vyama vingine tulizuiwa kufanya kazi za siasa kwa miaka 5. Tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa tumezuiwa kufanya kazi ya siasa kwa miaka 5. Ndugu zangu, uhuru wa vyombo vyote vya habari vya umma na vya binafsi ulithibitiwa na sheria kandamizi na maelekezo haramu ya watawala. Mitandao ya kijamii nayo ikiwa imebanwa na mazingira magumu na mamlaka za usimamizi. Vya usalama navyo vikiwa vinajiandaa kwa njia mbalimbali kulinda watawala kwa gharama yoyote ile. Bunge lilitumika kipropaganda kufifisha nguvu za Chadema na viongozi wake mbalimbali wakiwemo wabunge. Maandalizi ya makambi ya vijana wa UVCCM, yani Green Guards, wakifundishwa na wanajeshi mikakati mbalimbali ya kudhuru, kulazimisha ushindi kwa Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, ikumbukwe vyama vyote vilipigwa marufuku kuwa na vikundi vya ulinzi wa vyama, lakini kwa wenzetu wa Chama cha Mapinduzi walikuwa na makambi haya, walifundisha vijana, walifundishwa na wanajeshi wetu, watu ambao walistahili kusimamia ulinzi na usalama wa mipaka na raia na mali zao, wakatumika kama mawakala wa kuwafundisha watu wa kuwaumiza Watanzania wenzao. Viongozi wengi wa dini na madhehebu mbalimbali walianza kutumika kipropaganda na kimkakati kuegemea chama tawala. Waangalizi wengi wa kimataifa na wa kitaifa walinyimwa vibali vya uangalizi wa uchaguzi huu. Taasisi zisizo za kiserikali CSOs zilinyimwa vile vile vibali vya kutoa elimu ya uraia na elimu ya kiuchaguzi kwa Tanzania. Viongozi wetu kadhaa waliendelea kukamatwa, kufunguliwa mashtaka bandia na wengi kunyimwa dhamana hadi baada ya uchaguzi. Takumbuka kesi kama ya viongozi wetu wa baraza la vijana wa chama wa taifa walikamatwa kuanzia mwezi wa 7, wakawekwa ndani kwa makosa ambayo yalikuwa na dhamana. Wamekaa ndani kwa miezi zaidi ya 4 wakati walikuwa wanastahili kuwa ni maofisa wa kukisaidia chama na kushiriki katika swala la uchaguzi. Ndugu zangu, wakati huo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na taasisi ya TAKUKURU, taasisi ya kuzuia na kukomesha rushwa, vilifanya kampeni kubwa za kipropaganda zisizo na hata chembe ya ukweli kujaribu kuchafua taswira ya Chadema na viongozi wake ili kuondolea heshima na uhalali mbele ya Watanzania kwenye uchaguzi uliokuwa unategemewa. Ndugu Watanzania wenzangu, baada ya zoezi rasmi la uchaguzi kuanza, hofu ya Magufuli, chama na serikali yake ilizidi kudhihirika, hata kubidi kufanya mambo ambayo yalikuwa ya fedheha. Kwa mfano, bila aibu kabisa, waliengua wagombea wetu kadhaa kwenye nafasi mbalimbali za udiwani na ubunge bila kuengua hata mmoja kutoka Chama cha Mapinduzi. Na hapa nisisitize kwamba tuna wagombea wetu wa udiwani zaidi ya 1000. Tutambue kwamba tuna wagombea 3947 wa udiwani nchi nzima. Wagombea wetu almost zaidi ya 1000 walienguliwa katika hatua hii. Aidha, vyombo mbalimbali vya dola viliingilia na kuvuruga mikutano yetu kadhaa ya uchaguzi. Walimuingilia vile vile mgombea wetu wa urais na kumfungia kwa adhabu zilizotolewa na tume ya uchaguzi eti kwa ajili ya makosa mbalimbali ya kiuchaguzi na kumzuia yeye asiweze kufanya kampeni mara kadhaa katika wakati wote ule
wa kampeni. Tulishuhudia vile vile misafara ya wagombea wetu wa urais na mwenza wake wakipigwa mabomu ya machozi na hata wakati mwingine risasi za moto kufyatuliwa ili kujenga scare kwa viongozi, wagombea na hata wanachama wetu. Mgombea wetu wa urais alitumia helikopta katika awamu ya mwisho ya uchaguzi huu, lakini vile vile tulishuhudia katika maeneo mengi helikopta yake ilikuwa inapigwa marufuku dakika za mwisho kutua, wakati tayari wananchi wanamsubiri katika mikutano ya hadhara, na hivyo kuwanyima nafasi wale wananchi kusikiliza mikutano iliyokuwa stahiki kwa kipindi hicho. Aidha, kwa jambo lilokuwa la aibu katika dunia ya kimawasiliano ya leo, serikali na kupitia vyombo vyake ilizima mitandao ya kijamii takribani wiki nzima kabla ya uchaguzi na wiki 3 baada ya uchaguzi. Hili ni vema nikalitolea ufafanuzi. Mitandao ya kijamii ni nyenzo na chombo muhimu cha kupokea na kupashana habari. Ni teknolojia ya siasa, ni teknolojia ya kisasa. Inapokuwa inafungiwa, watu hawawezi kutumia Twitter, hawawezi kutumia Instagram, hawawezi kutumia WhatsApp, hawawezi hata kutuma email, hawawezi kutumia Facebook kwa muda wiki 2, wiki 3. Haya ni mambo ya aibu, ambayo hii aibu haishii kuwa aibu ya serikali na Chama cha Mapinduzi pekee, inaishia kuwa aibu na fedhea kwa taifa zima. Ndugu zangu, mambo mengi yametokea. Kulikuwa na usambazaji na kuingiza vituoni kura bandia za udiwani, ubunge na uraisi. Vyombo vya dola vikiwemo Jeshi la Wananchi wa Tanzania, polisi, usalama wa taifa, mgambo, jeshi la kujenga taifa na hata vikundi vya majambazi yaliratibiwa na kupewa silaha na kutumika kulinda uhalifu wa kiuchaguzi, ikiwemo kuua, kuteka, kubaka, kutesa wanachama, viongozi, wagombea na hata mawakala wa Chadema. Kulikuwa kuna mkakati mahususi wa kuzuia mawakala, na mawakala zaidi ya 80% wa chama chetu cha Chadema walizuiwa kuingia vituoni kwa wakati ili kuwezesha kuingizwa kwa kura bandia. Ndugu zangu, kukamata, kutesa, kufungulia mashtaka yasiyo na dhamana baadhi ya wagombea wetu wa ubunge, udiwani, viongozi mbalimbali wa chama na hata wapenzi. Ndugu zangu, baada ya uchaguzi huu ambao sisi kwa kweli tunaona unastahili kuitwa uchafuzi baada ya uchaguzi, ni nini sasa yalikuwa matokeo yake? Ndugu wa Tanzania wenzangu, kwenye vikao mbalimbali vya viongozi wakuu wa chama chetu na kamati kuu, kwa sababu zilizo wazi kwenye macho ya dunia, tuliamua kabisa kwamba kutambua uchaguzi huu uliogubikwa na kila aina ya uchafu, vurugu, mauaji, wizi wa kura za bandia, uporaji wa matokeo, utekaji wa mawakala na kadhalika, ni kuinajisi demokrasia. Tunaamini kwa jinsi umma wa Tanzania walivyotupokea, tungestahili kushinda uchaguzi huu na kuunda serikali. Tathmini na maandalizi yetu, ndugu zangu wa Tanzania, yalituhakikishia ushindi mkubwa. Mgombea wetu wa urais alitegemewa kushinda kwa 65% ya kura zote za urais. Kwenye ubunge tulikuwa na uwezo wa kupata majimbo 140 kati ya majimbo 264 yaliyopo. Kwa upande wa viti maalum, malengo yaliyotokana na maandalizi na uwezo wetu ni viti 64 kati ya viti 113 vilivyogombaniwa. Aidha, tulitegemea viti 10 vya mgombea urais wetu. Hesabu hizi tungepata jumla ya viti 214 katika bunge lenye wabunge 392 na hivyo kuweza kuunda serikali na kuliongoza bunge. Kwa kutambua nguvu na uwezo wetu huu, mahasimu wetu walilazimika kutumia mabavu ya wazi yaliyosimamiwa kabisa, yaliyosimamiwa na dola na kuzima nguvu na sauti
za wananchi. Bila aibu, hatimaye wakaamua eti kutuachia kiti kimoja cha ubunge, kiti cha Nkasi Kaskazini, na viti vichache vya udiwani, viti takriban 85. Haya ni matumizi makubwa. Haya ni matumizi makubwa niseme tu ni matumizi makubwa ya nguvu na dola katika uchaguzi na katika kupora demokrasia ya kweli kwa taifa letu. Ndugu zangu wa Tanzania, baada ya kufuatia uporaji wote huu wa uchaguzi huu, wenzetu mahasimu wetu bila aibu hatimaye eti wakaamua kutuachia kiti kimoja tu cha ubunge cha Nkasi Kaskazini na viti 85 vya udiwani nchi nzima. Tukumbuke hapo kwamba nchi nzima kuna madiwani 3957. Katika madiwani wote hao, chama chetu kilikuwa na madiwani zaidi ya 1000 katika uchaguzi mkuu uliopita. Eti ghafla hakina tena uwezo wa kupata madiwani zaidi ya madiwani 85. Haya ni matusi makubwa kwa uchaguzi, kwa demokrasia na zaidi kwa taifa. Sisi kama chama kupokea chochote kitokanacho na uchaguzi wa Oktoba ni mambo yafuatayo. Kwanza ni kuhalalisha uhuni na uporaji uliofanywa na hivyo kuhalalisha uchaguzi usiostahili kuwa halali. Pili ni kupokea mapato yatokanayo na jinai, proceeds of crime. Tatu ni ubinafsi uliopitiliza unaoondoa kwa makusudi na kimkakati umoja wetu kama chama kwenye raha na tabu. Sisi kama familia ya Chadema tumezoea kushirikiana kwenye tabu na kwenye raha. Kutuachia viti hivi vichache ni uchonganishi ambao una nia ya kutuletea ugomvi miongoni mwetu. Kwa kutambua haya na mengine mengi ya kimkakati, chama kiliamua kutokupokea chochote kitokanacho na uchafuzi huu, na badala yake hatima ya uchaguzi huu ijadiliwe. Ndugu zangu, kwamba tume zote za uchaguzi zilizosimamia uporaji huu zivunjwe na uchaguzi ufanyike upya chini ya tume huru kwa vigezo vya kimataifa. Kiburi cha serikali, kiburi cha Rais Magufuli, serikali na chama chake havikutoa nafasi hiyo, wala havikuona sababu ya kuitafuta suluhu katika mazingira yale. Badala yake, viongozi tuliojaribu kuitisha haki yetu ya kikatiba kudai haki hii iliyoporwa, tulikamatwa na polisi usiku kama majambazi na kufichwa kwenye vituo tofauti vya polisi mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Mimi binafsi nilifichwa kwenye kituo cha polisi Bagamoyo mkoa wa Pwani nilipopelekwa usiku wa manane na kulazwa sakafuni bila kuonana na mtu yeyote kwa muda wa siku 4. Sasa nilizungumzie kwa kifupi ubunge wa viti maalum. Ndugu zangu wa Tanzania, waliotuibia ushindi wetu ghafla walionekana kuwapenda sana mama na dada zetu kuliko chama chao. Mambo ya ajabu na ya aibu yakafanyika kinyume na katiba ya nchi na sheria za uchaguzi katika kuwaapisha wabunge 19 waliosemekana wametokana na chama chetu. Chama chetu bila ya kuwahusisha viongozi wa chama, bila kuwahusisha vikao vya chama na bila kuhusisha maamuzi ya chama. Nimesema mara kadhaa, gharama ya demokrasia ni zaidi ya maslahi ya mtu mmoja. Mama na dada zetu kadhaa waliapishwa katika mazingira haya ya kutatanisha bila kupata, narudia tena, ridhaa ya chama na bila majina yao kuidhinishwa na kamati kuu kama ilivyohitaji la kikatiba. Kamati kuu ilichukua hatua stahiki za kimaadili kwa mujibu wa katiba, kanuni, maadili na miongozo ya chama. Kwa maumivu makubwa sana, tulilazimika kuwavua wote waliohusika katika jambo hili, katika jinai hii, wanachama wao, na walipewa lakini fursa na haki ya kukata rufaa, kwani chama chetu ni chama cha kidemokrasia. Dada zetu hawa wamekata rufaa.
Vikao stahiki vya chama vitakaa wakati mwafaka na kusikiliza rufaa zao. Nina hakika haki itatendeka kwa wote. Nimzungumzie mbunge wa Nkasi na madiwani ambao walipata ushindi wa kimagumashi kutoka kwenye kata zao. Watanzania wenzangu, mbunge wetu wa Nkasi Kaskazini mkoa wa Rukwa na baadhi ya madiwani wameapa na kuingia kwenye vyombo vya kiserikali kinyume na msimamo wa chama. Wengi wanahoji msimamo wa chama. Naomba nifafanue kama ifuatavyo. Nguzo kuu ya chama chochote cha siasa ni nidhamu. Nidhamu ambayo hujengwa kwa kuheshimu misingi ya chama inayosimikwa na katiba, kanuni, maadili na miongozo. Bila hivyo, ndugu zangu, chama cha siasa hugeuzwa kuwa genge la wahuni lisilo na miiko wala mipaka. Baada ya uchaguzi mkuu, chama chetu kama chama kingine chochote kile kina mambo mengi ya kutathmini na kufanya. Na hapo huchukua hatua kwa jambo moja baada ya jingine. Tofauti na wabunge wa viti maalum, mbunge wetu huyu wa Nkasi na madiwani kadhaa wa kata kadhaa hawajatenda jinai, bali walikaidi ama walikataa kuheshimu msimamo wa chama. Chama kitafanya kazi mazingira ya kila mmoja wao. Kitawasikiliza kwa sababu kama nilivyosema, chama chetu ni cha kidemokrasia, na kuchukua uamuzi stahiki kwa wakati mwafaka zaidi. Aidha, ndugu zangu wa Tanzania, kumekuwepo na wengi wanahoji kuhusu ushirika wa chama cha ACT ama chama cha ACT Wazalendo kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa kule Zanzibar. Waheshimiwa Tanzania wenzangu, pamoja na jitihada mbalimbali tulizojaribu kuzifanya kuelekea uchaguzi mkuu wa kujenga uhusiano angalau loose coalition kati yetu na chama cha ACT Wazalendo, maeneo mengi jambo hili halikuwezekana kufanyika katika ukamilifu wake. Lakini hata hivyo, sisi kama Chadema tuliweza kumuondoa mgombea wetu wa urais kwa upande wa Zanzibar na kumuunga mkono Mheshimiwa Seif Sharif Hamad kama mgombea wa urais ambaye tuliamini kwamba alistahili kupewa nafasi ile kwa upande wa Zanzibar. Baada ya uchaguzi ule ulioitwa uchafuzi, ambao sisi tunauita uchafuzi, viongozi wakuu wa vyama vyetu tulikutana na kuweka msimamo sio tu kwa kukataa matokeo, bali kwa kukataa uchaguzi wenyewe. Tulisaini tamko lenye msimamo wa pamoja mbele ya waandishi wa habari, au hii tunaita Memorandum of Understanding, MOU, na tulisaini tamko hili katika makao makuu ya chama chetu cha Chadema Kinondoni, Dar es Salaam, siku ya Jumamosi tarehe 31 Oktoba mwaka 2020. Kikao kile ndicho cha mwisho kati yetu na wenzetu wa ACT Wazalendo. Yaliyofuata mengine yote hatuyajui na hatujashirikishwa. Yawezekana kabisa hapa kuonekana ulazima wa kutushirikisha ama kushirikishwa au angalau kupeana taarifa za mabadiliko ya kimsimamo. Hii tunaamini sisi ni haki yao, lakini sisi bado msimamo wetu upo pale pale kwamba uchaguzi ule ulikuwa ni uchafuzi na haukustahili kupewa heshima yoyote ya kuitwa uchaguzi. Ndugu zangu wana Chadema, naomba tukumbushane, tuna vyama takriban 20 vya siasa nchini. Tunaelewa historia ya kila kimoja na namna kilivyoshiriki uchaguzi mkuu huu. Tusilumbane na wenzetu. Tutumie muda wetu vizuri kuimarisha Chadema kwa umakini na wivu mkubwa. Tuelekeze nguvu zetu kwenye kuwaunganisha wananchi. Huu ndio uwe wajibu wetu mkubwa, wajibu wetu mkuu. Na naomba hoja hii tuache malumbano yasio na msingi na wenzetu. Maamuzi yao tuyaheshimu, tuwaache waendelee na maamuzi yao. Sisi tutekeleze wajibu wa kuijenga Chadema yetu.
Sasa ndugu zangu, baada ya kueleza kwa kirefu historia nzima ya uchaguzi yaliyojiri mwaka jana, ambayo kimsingi najua Watanzania wengi wanayajua, lakini tunapenda yabaki rasmi kwenye kumbukumbu za taifa letu, naomba sasa nijadili sisi kama Chadema, na ni rai yangu kwa wengine wengi, Tanzania tunayoitaka, the Tanzania we want. Kwa sababu lazima maisha yaendelee na lazima tuzungumze mambo ambayo tunatamani yawe basi ndio dira yetu ya taifa tunalolitaka. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, nizungumze Tanzania tunayoitaka. Ndugu zangu wa Tanzania, pamoja na matatizo na tofauti zetu zote, Tanzania ni nchi yetu, tena nchi yetu sote. Waliotutangulia walituachia nchi salama, na tuna wajibu wa kuitunza na kuikabidhi kwa vizazi vijavyo ikiwa salama na yenye ustawi. Kikundi chochote au mtu awaye yeyote kufikiri ana hati miliki ya taifa letu ni ubatili mtupu na kujilisha upepo. Ubinafsi, ujinga, uoga, ukimya na unafiki kwa upande wa wananchi, na uongo wa wazi, uzandiki, ukatili na propaganda kwa upande wa watawala ni sumu kali kwa uhuru, ustawi, haki na utengamano wa taifa. Kuruhusu simu hii iendelee kusambaa na kuendelea kuhubiri amani, nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Sumu hii ndugu zangu imeletea taifa ulemavu na udumavu, na inahitaji tiba ya haraka. Tunahitaji kujenga taifa lenye uhuru, haki na lenye kujali maendeleo ya watu. Tunahitaji taifa lenye ustawi, furaha na matumaini kwa watu wote. Kila hatua tuliyopitia hadi leo yapaswa kuwa somo zuri kwetu sote. Nchi yetu inastahili sasa kuachana na ulaghai wa kufikiri kila mtawala anamaanisha anachosema. Tukumbuke Watanzania wenzangu, Magufuli alituahidi Watanzania na jamii ya kimataifa kuwa atahakikisha uchaguzi mkuu wa 2020 unakuwa huru wa haki. Wote tumeona kilichotokea ni ubatili na uongo mtupu. Tunapaswa kujifunza pia kuwa nyumba zetu nyingi za ibada na viongozi wetu wengi wa kiroho tunaowaamini sana wanatumika au kufunika maovu, wanafanya criminality laundering kwa niaba ya watawala. Tumeendelea kuhubiriwa amani kila uchwao. Tumeendelea kuhubiriwa amani sana tu, lakini juhudi na kuna juhudi finyu sana kwa upande wa pili zinazopiga kelele kuitetea haki katika taifa. Tunahitaji taifa lenye uwezo wa kuchagua viongozi wake kwa ngazi zote kwenye chaguzi zilizo za haki, wazi na huru. Msingi huu lazima usimamiwe na vyombo vyenye ridhaa ya wananchi kupitia katiba, sheria, na kama uchaguzi haupasi kuendeshwa kwa maelekezo ya kiongozi awaye yote katika nchi, akiwemo rais wa nchi. Ndugu zangu, ubinafsi, ujinga, uoga, unafiki kwa wananchi umeruhusu tabaka la watawala wetu kujimilikisha hatma ya maisha ya Watanzania takriban milioni 60. Pamoja na mapungufu mengi ya katiba tulionayo, bado wengi wa watawala wetu wanaivunja katiba bila uoga wote. Watanzania wenzangu, tumewaruhusu viongozi wetu wajekee kinga kwa makosa wanayoyafanya, tena kwa kiburi na makusudi wakiwa madarakani. Tumeruhusu utumwa wa fikra, yani mental slavery, kufunika uhuru na haki zetu. Tunapaswa kuheshimu, kuilinda na kuhifadhi, tena kuhifadhi sana katiba yetu. Tuonapo mapungufu ya wazi, basi yarekebishwe, na kwa kuthamini kwanza maslahi ya wananchi, yani public equity. Huu ndio msingi mkuu wa utawala wa sheria kwa taifa lolote linalojitambua. Watanzania wenzangu, kwa haraka na bila ajizi, tunapaswa kurudi kwenye misingi tuliyoikosea kuruhusu rais wa kifalme, yani imperial presidency, ambapo rais wa nchi kama nchi yetu analundukiwa madaraka ya kutisha na mamlaka makubwa kupitiliza. Anakuwa dikteta
aliyehalalishwa na katiba yetu wenyewe. Tukemee kwa uwazi mipango yote ya kinafiki ya kumshauri hata kumpamba Magufuli ajiongezee muda baada ya kumaliza muda wake kikatiba madarakani. Jambo hili lisifanywe kwa siri, wala jambo hili lisifanywe kwa woga, wala tusimwonee rais aibu usoni eti tunamuogopa rais kwa hiyo tunataka kumpamba ongeze muda. Jambo hili tulikemee, kila Mtanzania alikemee, sio kazi ya Mbowe peke yake wala sio kazi ya Chadema peke yake. Tuanze mapema kabisa kuua ndoto hiyo ya kufikiri kiongozi anayetakiwa kujiongezea muda wake madarakani. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, juhudi zozote ovu za kufanya uharamia huu tuzipinge kwa nguvu zote. Tunapaswa sasa kurejea kwa haraka mchakato wa katiba ya nchi itakayoweka nidhamu na mipaka ya madaraka. Jambo hili halistahili kuwa kwa mapenzi ya rais, halistahili kuwa kwa mapenzi ya Magufuli, japo ingependeza zaidi kama mwenyewe angeridhia kurudi kwenye mchakato wa katiba. Lakini rai yetu Chadema kwa Watanzania wote ni kuwa dai la katiba liwe ni dai kuu la taifa, yani universal and compulsory demand. Tunapojenga na kurekebisha mifumo yetu ya ndani, tunapaswa kuheshimu wakati wote kuwa dunia sasa ni kijiji. Tunastahili kutambua kwa sisi si kisiwa, na tupende tusipende, dunia sasa inategemeana. Ukweli utabaki, tunahitaji dunia kuliko dunia inavyotuhitaji sisi. Na hii ni kwa nchi zote, kubwa tajiri na ndogo masikini. Tunahitaji kujenga mahusiano mema na majirani zetu na jamii ya kimataifa kuliko kupingana nao kwa propaganda. Kujitutumua na kuwaita washirika wetu wa maendeleo kwamba ni mabeberu ni uzibukuku na kujitakia ajali zisizo za lazima kidiplomasia. Watanzania wenzangu, nini sasa nafasi yetu kama Chadema katika kuitengeneza au katika kushiriki wajibu wa kuitafuta Tanzania tunayoitaka? Watanzania wenzangu, wengi wa wananchi wetu tumechukizwa na kuumizwa na jinsi uchaguzi mkuu ulivyoendeshwa. Majeraha na kuvuja damu mioyoni ni kwingi. Ufa katika taifa ni mpana. Wengi na haswa wenye uvumilivu hafifu sasa wamekosa imani na mabadiliko kupitia sanduku la kura. Kwa mara ya kwanza tangu mfumo wa vyama vingi uanze mwaka 1992, sio chama wala mgombea yoyote wa Chadema aliyekwenda mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi. Badala yake tuko mahakamani tukipigania wenzetu wengi waliobambikizwa mashtaka tofauti. Huu ni ushuhuda wa kukosa imani na mfumo mzima wa uchaguzi, na zaidi kupungua kwa imani ya wengi kuhusu nafasi ya mahakama katika nchi yetu kutenda haki chini ya serikali ya Magufuli. Wako wengine waliochukizwa na kudhani au kushauri kuwa sasa chama kiachane na siasa za kistaarabu, yani non-violent struggle, na kijikite akiingie rasmi kwenye siasa za mapambano, yani violent struggle. Huku ni kukata tamaa na kamwe hakuwezi kuwa sehemu ya Chadema. Na ndugu zangu viongozi na Watanzania wenzangu, naomba nilizungumze hili kama mwenyekiti wa chama. Vijana wetu wengi wanakata tamaa. Tunafanya kazi kubwa ya kulituliza taifa lisijiingize katika mambo hayo, na sisi kama chama hatutaruhusu machafuko, kwa sababu tuna imani bado kuna nafasi nyingi ya kufanya siasa, japo kwa kuchelewa, japo kwa maumivu, ndani na nje ya mipaka yetu. Tusiruhusu watu wachache wakafanya vitendo ambavyo vitalazimisha taifa letu kuingia katika siasa za umwagaji damu. Huo sio utamaduni wetu, wala hauwezi kuwa urithi ambao sisi kama Chadema tutaachia kizazi cha kesho. Kukata tamaa ni dhambi kubwa. Safari ya kutafuta uhuru wa kweli sio fupi na yalelemama. Pamoja na mapungufu mengi, tumepiga hatua kubwa katika kuijenga Chadema ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu, lakini kazi kubwa ya kuhuisha umma wa Watanzania bado iko mbele yetu. Ni wajibu ambao kwa machungu yote ya wayo lazima tuubebe na tuuongoze.
Ndugu zangu wa Tanzania, wajibu wa kuidai katiba mpya ni ya Watanzania wote. Chadema tukiwa sehemu yake, tutatekeleza wajibu huu kwa njia mbalimbali shirikishi za kitaifa na kimataifa. Tunautamka mwaka 2021 kama mwaka rasmi wa kurejea kwenye mchakato wa kuipata katiba mpya itakayotibu majeraha mbalimbali nchi yetu iliyopitia na inayopitia. Wakati tukiendelea kuidai katiba mpya ya wananchi, Chadema kama chama kikuu cha upinzani kitaendelea kwa njia mbalimbali kupigania haki za kidemokrasia za kufanya kazi za siasa nchini, kutetea haki za binadamu na utawala bora. Kila mlango duniani na nchini utapigwa hodi katika kuidai, kuitetea na kuilinda haki hii. Chama kinaendelea kujipanga kimahususi na viongozi wetu wa ngazi zote na Watanzania wote watatangaziwa wakati mwafaka, mipango rasmi punde ikiwa tayari. Pamoja na hayo, ndugu wa Tanzania, ndugu wana Chadema na Watanzania wenzangu, makamu mwenyekiti na mgombea wetu wa urais mwaka 2020 Mheshimiwa Tundu Lissu katika salamu zake za mwaka mpya kwa taifa letu ameeleza hatua mbalimbali chama kilizochukua na kinazochukua katika jamii ya kimataifa na sekta ya sheria kama sehemu muhimu ya wajibu huu. Na jambo hili, ndugu wa Tanzania wenzangu, ningependa nilifafanue kidogo. Kwanza ni waombe wa Tanzania wote ambao hawajasikiliza hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Lissu siku ya mkesha wa mwaka mpya, tafadhali wafanye hivyo. Lakini nifafanue vitu viwili vitatu. La kwanza, tunataka viongozi wa serikali ambao wana mamlaka katika mipaka ya taifa letu watambue kwamba wakitumia nguvu na ubabe na mamlaka yako kutuumiza, tutalazimika kwenda kulia mahali pengine tunapoona kuna watu wanaotuthamini na kutujali. Kwa muda mrefu wa miaka 5 chini ya utawala wa Magufuli, watu wetu wameuawa, watu wetu wamefungwa, sisi viongozi tumefungwa, tumeshtakiwa kwa makosa mbalimbali, tumefilisiwa, mali zetu zimeharibiwa, wasilizi wetu wamepotea katika maofisi na mambo mengine mabaya yamefanywa dhidi yetu. Tumelalamika ndani ya bunge, tumepuuzwa. Tumelalamika ndani ya vyombo vya habari, navyo vimefungiwa. Tumelalamika kupitia makongamano mbalimbali, nayo yamefungiwa. Hakika sauti za kupazwa za Watanzania sasa zinaelekea kuzimwa. Sasa katika mazingira haya, katika dunia ambayo leo ni kijiji, tunalazimika kutafuta suluhu ama fursa nyingine za kuweza kutatua matatizo ya ndani ya Watanzania. Ni kwa maana hii basi, kwa mara ya kwanza tumelazimika kuipeleka serikali yetu na viongozi wetu kwenye mahakama ya kimataifa ya haki za binadamu, yani ICC, International Criminal Court. Sasa hii mahakama iko The Hague, Uholanzi. Sio jambo la kujivunia kupeleka viongozi na serikali malalamiko kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, mauaji ya watu wasio raia, kushikwa na kufungwa watu kwa kuonewa. Mambo haya hayakuwa utamaduni wa Tanzania. Lakini leo dunia nzima inajadili Tanzania, sio kwa sifa, kwa mabaya. Leo Tanzania tuko wa ICC. Leo Tanzania ni mjadala katika bunge la Ulaya. Leo Tanzania ni mjadala katika ofisi za Umoja wa Mataifa za haki za binadamu. Leo Tanzania na utawala wa Magufuli ni mjadala katika bunge la Marekani, Congress. Leo Tanzania na Magufuli ni mjadala katika vyombo vyote vya habari vya kimataifa. Jambo hili si sifa. Zina athari kubwa sana kwa uchumi na sifa ya taifa. Uchumi utaathirika, utalii wetu utaathirika, sifa moja ya uwekezaji ndani ya nchi yetu itaathirika. Tunaitaka serikali yetu itambue kwamba wakati wa kuwaonea Watanzania umekwisha. Kama mkituonea, tutalia katika anga za kimataifa. Lakini tunataka tutambue kwamba sisi hatufanyi jambo hili kwa kujivunia. Tunafanya jambo hili kwa sababu wote wa Tanzania ni mashuhuda, na ushuhuda huu umekuja kuthibitishwa na uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana. Namna ambavyo serikali ya Magufuli bila aibu, mchana kweupe, imeweza kuzima kabisa ndoto za Watanzania kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa hiyo katika mazingira kama haya, nchi yetu na particularly serikali yetu itegemee maumivu makubwa. Na Watanzania jambo hili tulijadili kwa uwazi.
na tunataka liwe wazi. Tunajua kwa maamuzi haya maisha yetu yatakuwa hatarini. Tunajua kwa maamuzi haya maisha ya watoto wetu yatakuwa hatarini. Tunajua kwa maamuzi haya na hatua hizi tulizochukua, wako wenzetu wataendelea kuteswa. Wataendelea kuteswa na sisi tutaendelea kupiga sauti, na dunia tuna hakika italia na sisi. Ndugu zangu wa Tanzania, mwaka huu chama chetu kimepata tuzo muhimu kutoka International Democratic Union IDU. Taasisi hii kubwa ya vyama vya kidemokrasia duniani imetambua mchango mkubwa wa Chadema katika kuikuza demokrasia nchini Tanzania katika mazingira magumu, tena mazingira magumu kupindukia. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Tundu Lissu alipokea tuzo hii kwa niaba ya chama. Mataifa makubwa duniani yenye demokrasia iliyokomaa, yani mature democracy, ni sehemu ya umoja huu. Hii ni pamoja na Marekani, Ujerumani, Uingereza, Canada, Australia, Norway, Sweden, Ufaransa, Spain, Korea Kusini na nchi nyingine nyingi za Marekani na Amerika ya Kusini. Kuna jumla hata katika bara la Afrika, nchi ya Ghana ni sehemu ya umoja wetu huu, pamoja na vyama vingine katika nchi mbalimbali ambavyo vinaongoza serikali zao katika nchi kama Sierra Leone na maeneo kama hayo. Kuna jumla ya nchi takriban 75 katika ushirika huu. Hii si hatua ndogo hata kidogo. Atakayepuuza nguvu yetu kwenye jamii ya kimataifa na ndani ya nchi yetu anajidanganya sana. Kuiua Chadema itabakia ndoto ya mchana. Tumesisitiza siku zote chama hiki kiko mioyoni mwa watu. Kuna siku isiyo mbali watasema tena kwa kishindo kikuu. Ndugu zangu, napenda kuhakikishia chama hiki kiko imara na kiko makini. Kinaongozwa na watu ambao wana commitment ya kuhakikisha tunaleta mabadiliko, tena mabadiliko ya amani katika taifa letu. Na wajibu huu hata itumike nguvu kiasi gani za dola kutuzima, hakika hazitafanikiwa. Sasa nizungumze makundi maalum ya ushawishi katika jamii. Hawa ni opinion leader kwa lugha ya Kiingereza. Wapendwa wa Tanzania wenzangu, kundi hili la opinion leaders linajumuisha viongozi wengi wa kiroho, taasisi zisizo za kiserikali, wanazuoni, wanamichezo, wasanii, wafanya biashara, wawekezaji wa ndani, wanataaluma na makundi mengine mengi yenye ufuasi na ushawishi katika jamii yetu. Kundi hili kwa kiasi kubwa ni la watu wenye kipato cha kati, yani tunaweza kusema ni lower middle class kwa viwango vya Tanzania. Ni kundi dogo lakini lenye ushawishi mkubwa wa aidha kujenga au kubomoa. Kwa nchi nyingi duniani, kundi hili limekuwa kundi kiongozi na ni kiongozi wa wanasiasa na lina msaada mkubwa katika kutengeneza dira ya taifa. Kwa Tanzania, wengi wa kundi hili wameegemea zaidi maslahi binafsi kuliko maslahi mapana ya taifa letu. Hili ni jambo la kuzunisha, lakini ni lazima tulizungumze, kwani pamoja tunahitaji kushikana mikono kuitafuta Tanzania bora ya kesho. Wengi wanachakupoteza wakipingana na utawala hata kwenye mambo ambayo hayana haki, hasa katika mambo ya haki, au wanachakuvuna wakiunga mkono utawala hata kwenye ubatili na uovu. Wanaona lakini wanajifisha upofu. Kundi hili likibweteka kwa kipindi kirefu kupinduliwa na umma wa walalahoi ambao katika miaka ya siasa za zamani tuliita proletariat revolution, ambao ni mapinduzi ya walalahoi. Sasa ili kundi la watu wa kati wenye kipato ambao wanajigemeza kwa kutafuta sifa serikalini bila kujali haki na utu katika taifa, wana nafasi lakini ni wachache. Wakiendeleza hulka hii kwa miaka mingi, hatimaye kundi kubwa la walalahoi huzuka na kuilazimisha nchi kujiingiza kwenye machafuko kwa sababu ya kundi la wengi kuona kwamba halipati haki katika taifa lao. Ukitaka kulijua kundi hili, ndugu zangu wa Tanzania, kumbukeni tu kundi kubwa la maelfu ya watu waliojitokeza kugombea nafasi za udiwani na ubunge ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nina hakika leo wingi wa watu wale walikwenda kutafuta fursa bila kujua kabisa, wakijua kabisa kwamba wanakwenda kutafuta fursa kwenye chama ambacho hakitendi haki kwa raia wake. Lakini kwa sababu waliona wana fursa za kupata madaraka na tena kuyapata madaraka kwa njia za kibatili, waliona ni bora wakatafute madaraka kwa kuwaumiza wananchi waliokuwa wengi. Watu hawa wana muda mfupi wa kutambua kwamba ubatili hauna faida
na muda sio mrefu utatambua kwamba hata wao hawako salama. Siasa ni maisha, na maisha sio ya wanasiasa pekee bali ya Watanzania wote. Mwanafalsafa nguli wa Kiyunani Socrates alipata kusema, gharama ya watu werevu kuipuuza siasa ni kutawaliwa na watu wajinga. Mara kadhaa mambo ya msingi kuhusu nchi yetu yameachwa katika miliki ya wanasiasa na watu wengine wengi wenye uwezo mkubwa wakikaa pembeni na bado wakilalamika na wakitegemea mabadiliko katika mifumo ya maisha yetu. Ni rai ya chama chetu kwenu wote tushirikiane bila kujali mipaka yetu ya kiitikadi. Wawe wa CCM, wawe wa Chadema, wawe wa Kafu, wawe Waislamu, wawe wa Kristo. Wote makundi haya tutambue kwamba tunahitaji kujenga Tanzania iliyokuwa moja. Tuweke fikra zetu pamoja na kuona upeo wetu wa kimaisha ukizidi rangi za bendera za vyama vyetu. Tufikirie kwa pamoja. Tuweke akili zetu na tunie pamoja. Tuitafute katiba ya wananchi. Tukitafuta katiba ya wananchi ambayo inatibu majeraha yetu wote, basi kila mmoja arejee kwenye chama chake, kila mmoja arejee kwenye taasisi yake, tukitambua kwamba tuna katiba inayolinda utu wetu, inayolinda ustawi wetu, inayolinda maslahi ya wote, inayolinda watoto wetu na watoto wetu. Tukifika hivyo, Tanzania yetu itakuwa salama, na sio salama tu, itakuwa na ustawi tena wa kutisha. Naomba nitoe salamu maalum kwa wazee wetu wastaafu. Wazee wetu wastaafu wa taifa. Na Tanzania wenzangu kwenye kundi hili na wajumuisha viongozi wa serikali na Chama cha Mapinduzi waliostaafu. Ni kundi lenye mamlaka ya kijamii ya kutosha katika nchi yetu. Moral authority. Hawa ni watu ambao ni Tanzania, ni watu ambao wamelitumikia taifa letu kwenye nyakati mbalimbali. Yawezekana kuna makosa waliyofanya wakati wa utawala wao. Mambo haya wayavae, wayasimame, wague hofu hiyo ya pengine makosa waliyofanya wakati wakiwa madarakani. Watambue kwamba jamii ya Watanzania ina hulka ya kuheshimu sana wazee wastaafu. Watanzania wanawaangalia kwa mshangao. Kwa nini wazee wetu wamekaa wakati watu wanauawa? Kwa nini wazee wetu wamekaa kimya wakati watu wanafungwa kwa kuonewa? Kwa nini wazee wetu wamekaa kimya wakati chaguzi zinavurugwa? Kwa nini wazee wetu wamekaa kimya wakati chama chao wenyewe ndicho kinachofanya uharamia huu? Naomba kuwakumbusha wazee wangu hawa. Wamelea na kushangilia dhambi ya muda mrefu ya kunyongwa kwa demokrasia ya vyama vingi vya upinzani. Na sasa mwangwi wake unakitafuna chama chao na taifa letu katika ujumla wake. Wazee wangu, ukimya wenu kwenye hoja hii na nyingine nyingi unaacha ombwe kubwa kwa chama chenu na mtanziko mkubwa kwa nchi katika ujumla wake. Na wasihi sana wazee wetu, marais wastaafu, mawaziri wakuu wastaafu, majaji wastaafu, kuna viongozi wengi waandamizi wastaafu, sio serikalini na kwenye vyama vya siasa tu, wala sio kwenye mihimili kama bunge na mahakama peke yake. Katika maeneo yote, hata katika sekta binafsi, wako watu wengi wametumika katika taifa hili na wanaheshima kubwa. Wekeni akili zenu na mioyo yenu pamoja. Komboeni taifa hili, komboeni watoto wenu, komboeni watoto wa wajukuu zenu. Tumieni nafasi zenu kuliponya taifa, kizazi cha leo na cha kesho. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba nielekee ukingoni mwa jambo hili, mahotuba yangu kwenu kwa siku ya leo katika kuwatakia mapokeo mapya mwaka mpya, kwa kupeleka salamu mahususi kwa John Pombe Magufuli. Na katika salamu zangu hizi naomba nisionekane kwamba labda ninamkosea heshima, ila nafikiri kama kuna jambo moja tunakosea kwa rais wetu ni kutokumwambia ukweli hadharani na mchana kweupe kama ambavyo namwambia sasa hivi. Najua gharama yake ni kubwa, lakini niko tayari kuibeba gharama hiyo. Kama kusema ukweli kutakuwa gharama, basi nampeleleze Mungu iwe hivyo, nitasema ukweli. Namshauri Mheshimiwa Rais mambo manne. Namshauri mambo manne. La kwanza, namkumbusha maandiko ya Biblia. Maandiko ya Biblia yanasema haki huliinua taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Naye Martin Luther King, mwanafalsafa wa siku nyingi, alipigania sana haki za wa Marekani weusi nchini Marekani.
na leo anaheshimika dunia nzima. Katika miongoni mwa hotuba zake na maandiko yake alisema kwa lugha ya Kiingereza, injustice anywhere, yani kukosekana kwa haki mahali popote, a threat to justice everywhere, ni tishio kwa upatikanaji wa haki kila mahali. Tunamtaka rais wetu atafakari maneno haya. Kitu cha pili kwa Mheshimiwa Rais, nataka atambue kwamba kusikiliza si udhaifu, bali ni nyenzo muhimu ya uongozi. Kusifiwa na wasaidizi wako wakati wote na kupambwa na wasaidizi wako wakati wote ni nyenzo kuu ya anguko la watawala. Tafakari. Watu wako rais hawakuambii ukweli, na wewe mwenyewe hupendi kuambiwa ukweli, na kwa sababu hupendi kuambiwa ukweli ndio sababu najua pengine unavyoniangalia unakasirika, lakini lazimika niseme ukweli ili tuokoe ya Watanzania ambao ni wengi zaidi. Katika kama rais wetu, hoja yangu ya tatu, kama rais wetu kwa kipindi ulichokaa madarakani, kuna msaidizi wako yeyote uliyemteua na ana uwezo wa kukufikia na anakufikia mara kwa mara na hajawahi kukushauri usichokitaka, huyo atakuwa ni mnafiki wa hatari. Tafakari vile vile. Makosa mengi yanafanywa si tu na ofisi ya rais, wala si tu na bunge la Tanzania, wala sio tu na mahakama zetu, wala vyombo vyetu vya dola, wala watu wetu wa usalama wa taifa. Yanafanywa makosa mengi na Watanzania wengi wana maumivu kuliko usioweza kuyaimagine. Lakini kila tukiangalia TBC, tukiangalia kwenye mikutano yako, unapambwa tu. Unapambwa, rais wetu unapambwa, lakini tambua Watanzania wengi wanalia machozi. Tanzania wanataabika. Wanalia machozi yasionekana, mioyo yao inavuja damu. Maandiko yanasema la mwisho hili, tuitafute amani ya mioyo yetu ijapokuwa tunaishi. Rais wetu, tafakari hili. Mwisho kabisa, Watanzania wenzangu, mabibi kwa mabwana, nawashukuru sana kwa kuchukua muda wenu mrefu kunisikiliza au kunisoma. Kwa wale ambao watasoma hotuba yangu kimaandishi, nichukue nafasi hii kwa niaba ya chama kuwatakia wote mwaka mpya wenye baraka na wenye matumaini ya kurejesha utengamano wa taifa letu na hatimaye furaha itokanayo na uhuru, haki na maendeleo ya watu wetu wote. Nawashukuruni mno. Nawaomba sana tusimame kwenye kweli, na kweli itatuweka huru. Asanteni sana.